Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House. Akizungumza na vyombo vya habari, Trump alithibitisha mkutano huo unaotarajiwa kufanyika Washington. Mkutano huo unakuja muda mfupi baada ya kauli ya Trump alipodokeza kwamba anafikiria kuiuzia Ukraine makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk, jambo ambalo Urusi haitalipokea vyema, kwani silaha hizo zinaweza kutumika kushambulia malengo ndani ya ardhi ya Urusi. Akizungumza kuhusu ziara yake mjini Washington, Rais Zelensky alisema mada kuu za mazungumzo itakuwa ni ulinzi wa anga na uwezo wa mashambulizi ya mbali ili kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi. Alisema, "Ndio, nitakuwa na mkutano pia na baadhi ya kampuni nchini Marekani kwa sababu tunayo mahitaji fulani kwa sasa kutokana na aina tofauti za mashambulizi, hata yale ambayo Urusi bado haijafanya. Tunapaswa kujilinda katika hali yoyote. Kwa hiyo msaada huu utakuwa muhimu. Mada kuu ni ulinzi wa anga na uwezo wetu wa masafa marefu ili kushinikiza Urusi kumaliza vita dhidi yetu." Urusi kwa upande wake imepinga vikali wazo la Marekani kupeleka makombora ya Tomahawk kwa Ukraini, ikionya kuhusu madhara makubwa yatakayoweza kutokea, ikisema hatua hiyo itakuwa ni ongezeko kubwa la mvutano wa kivita. Wakati akizungumza katika kikao cha bunge la NATO, Rais Zelensky alisema kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin anaweza kulazimishwa kumaliza vita huko Ukraine. Kauli hii ya Zelensky imekuja baada ya kundi la Hamas kukubali makubaliano ya amani ya Gaza yaliyopatanishwa na Rais wa Marekani Donald Trump akitumia mfano wa vita ya Gaza. Zelensky ameitaka jumuiya ya kimataifa kuongeza shinikizo dhidi ya Putin ili kumaliza vita vya Urusi na Ukraini. Wakati huo huo, jeshi la Ukraini limeripoti kushambulia makazi ya raia katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk mara 15 na kusababisha kifo cha mtu mmoja na majeruhi watatu. Kwa upande mwingine, jeshi la Urusi limeshambulia mkoa wa Kharkiv nchini Ukraini kwa kutumia mabomu ya kurushwa kwa mwongozo na kuacha watu takribani 30,000 bila umeme katika wilaya tatu. Meya wa Kharkiv alisema mabomu matatu yaliharibu hospitali, kuharibu nyaya za umeme na kujeruhi watu 4. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.